inapendeza, inafurahisha na inaleta raha. Siku zote mimi hukwambia, na wakati ambapo inapendeza, inapofurahisha na inapoleta raha yote, lazima tuweze kumumunya sote kwa pamoja. Mimi ni mtoto wa mama, kijana wa Nyore, kijana Loda John Anthony Rona. Zote unaponiona hapo unajua kwamba hii ni ya Maika Viwanja. Tuweze kuzungumzia masuala ya sport yaliyofanyika mengi sana weekend jana, siku ya Jumamosi, vile vile Jumapili na hata siku ya Ijumaa, manake baadhi za ligi mechi zao unaanza siku ya siku ya Ijumaa. Kwa hivyo tazama hapa nchini Kenya vile rafta paka katika rubaa za kimataifa. Ligi kuu hapa nchini Kenya, SportPesa Premier League iliingia mzunguko wake wa 28 na matokeo tunao hapo. Siku ya Jumamosi alipata kichapo cha magoli 3-0 Uma na FC Leopard. Kichapo cha magoli 3-0 na dhidi ya Posta ama dhidi ya Kenya Police. Kenya Police ambaye ndio bingwa tetezi wa taji hilo aliweza kumkunguta vibaya sana FC Leopard. Mathare United akiwa nyumbani alipata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Bidco. Alafu vile KCB akapata kichapo cha magoli 3-2 dhidi ya Ulinzi Stars. Kariobangi Sharks akapata kichapo cha goli 1-0 dhidi ya Mara Sugar. Shabana dhidi ya Kakamega Homeboyz alipata ushindi Shabana kule Gusii. Kumbe kwamba Gusii apatwa kimtu, lakini raundi hii palitoka mtu pale ambapo aliweza kumwangusha Kakamega Homeboyz. Nakumbuka mzunguko wa kwanza walitoka sare walipokuwa hapa nyumbani Bohungu. Kwa hivyo mwisho wa siku Kakamega Homeboyz akaweza kudondosha alama 3 muhimu. Tusker dhidi ya Sofapaka, kwa mara ya kwanza Sofapaka anapata alama 1 dhidi ya Tusker. Daud Tusker baadaye alikuwa kuangusha Gor Mahia. Alimwangusha Gor Mahia 1-0, lakini anamshinda kumpiga Sofapaka ambaye kila mtu amekuwa akimpiga. Na namba mambo yalikuwa na vile vile hapo jana kumekuwa na vile vile hiyo ligi ya SportPesa Premier League. Tumeona mechi ambayo ilikuwa na utata mwingi sana. Gor Mahia dhidi ya ule mwana Bandari United. Referee anapeana penalty, Linesman anakuja anasema hapana, haimo. Ni swala ambalo limeweza kudoa dugu sana katika mtandao wa kijamii. Tumeona kwamba hivi sasa wanaanza kusema wamekosa imani na soka la hapa nchini Kenya, namna ambavyo ukufunzi unavyofanyika. Na ndio maana utapata kwamba tunapokuwa na michuano ya kimataifa, baadhi ya wakufunzi kutoka hapa nchini Kenya hata wachaguliwi kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki katika matokeo ya kimataifa. Tumeona kwamba hapo jana referee wa katikati anapeana penalty, lakini mwisho wa siku inaanza vurugu. Anapoenda kuzungumza naye yule Linesman anasema kwamba haikuwa penalty. Mwisho wa siku referee anakataza, hamna cha penalty. Wakasema kwamba kama kungalikuwa na mfumo ule wa VAR, mwisho wa siku wangekubaliana nao. Lakini by the end of the day hapa nchini Kenya Linesman ashakuwa sasa yeye ndio muamuzi. Yes, ashakuwa sasa yeye ndio VAR. Kwa hivyo mwisho wa siku Gor Mahia wamelia sana. Wamekosa hata imani kufuza hata ligi hiyo hapa nchini Kenya. Wanasema kwamba sasa Mohamed vile vile na ule McDonald Mariga waondoke tu, manake wameshindwa na kazi. Do you think that jana Gor Mahia walistahili kupatiwa penalty? Do you think that ile ilikuwa ni penalty ama mwisho wa siku walibebwa tu? Bandari alisaidiwa. Talk to me kwenye comment section. Vile vile Murang'a Seals akapata kichapo cha magoli 4-2 dhidi ya Nairobi United. Alafu Posta Rangers akiwa nyumbani akapata kichapo cha magoli 3-0 dhidi ya APS Bomet. Tukiangalia namna ambavyo ligi hiyo ilivyo kwa sasa, kumbuka kwamba Gor Mahia hivi sasa anashikilia uongozi wa ligi ile na ana alama 58. Manake hapo jana alipata alama 1, alama ambayo kidogo ilikuwa inamsogeza tu hatua mbali na ule wana FC Leopard ambaye anafuatia kwa karibu sana. FC Leopard tumemwona akiweza kusuasua mechi yake, akaweza kupoteza. Kwa sasa Gor Mahia anamshindia alama 3. Hiyo ni mechi moja. Nakumbuka mechi moja wanapatana weekend ijayo. Apatana weekend ijayo tarehe 26 kumradi. Tarehe 26 FC Leopard versus Gor Mahia. Akwambia kwamba ni mashemeji dabi katika uwanja wa Nyayo International Stadium. Si itakuwa kufa kupona. Manake wote wamepoteza mechi zao. Angalau Gor Mahia ametoka sare mechi zao za hii weekend. Manake watapokuwa wanakuja katika hiyo mechi watakuwa wanapatana jili ya mashemeji dabi, watakwambia kwamba hii inaenda na miungu. Hii hatujui mshindi ni nani, lakini mzuko wa kwanza FC Leopard alipata ushindi. Tarajia yapi katika dabi ambayo inakuja siku ya Jumapili? Nani atalibeba? Nani atabeba siku? Nafasi ya 3 ni Police FC ana alama 47. Alafu nafasi ya 4 Kakamega Homeboyz 46. Shabana afunga 5 bora kwa alama 46. Kariobangi Sharks, Bidco United na Sofapaka nafasi za 17, 18 na 19 mtawalia. Na kuweka kwamba wote wakati ile hatari ya kushushwa daraja. What do you think? Tuweke kwenye comment section. Unaona kwamba Gor Mahia yashaenda nalo ama kazi ipo kubwa sana ya kufanyika? Maana hivi sasa wanapatana
katika mashemeji dabi weekend ijayo. Na katika rubaa za kimataifa, kabla hajapaa katika rubaa za kimataifa, kumbuka hapa nchini Kenya kumekuwa na ile michuano ile ya kufuzu kwa under 17 kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17, na tuliona kwamba akifanya vizuri sana wana Kenya ule Harambee Stars baada ya kupata ushindi wa magoli 5-0, aggregate ya 7-2, maana walipokuwa kule Namibia walimpiga 2-1. Kwa hivyo alipata ushindi akisonga katika hatua inayofuata kwa goli 7-1. Kwa hivyo sasa ni dhahiri shahiri kwamba Harambee Stars ya Kenya wataweza kumenyana na ile useme Uganda Stars katika hatua nyingine inayofuatia ili kufuzu katika kombe la dunia mwaka 2026 kwa wale wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. Kongole kwa timu ya Harambee Stars. Na tumeenda katika rubaa za kimataifa, kumbuka kwamba mechi nyingi sasa zilikuwa zinaendelea ligi. Tumemwona kule PSG akiweza kuangushwa na kikubwa zaidi Arsenal. Arsenal. Ndio kweli mabingwa. Ndio think ligi ishaondokea Arsenal. Manake kama si msimu huu, kama si wakati huu, sioni wakilibeba tena. I don't think. Hivi sana vizungumza ni alama 3 peke yake waweze kufikiwa na ule mwana Man City. Ligi imeenda ama bado ipo? Maanake hivi sasa mwisho wa siku alipata kichapo cha magoli 2-1 hapo dhidi ya Manchester City. Manchester United tulimuona akiweza kuangusha mtu kwa mara ya pili tena, amempiga home and away. Alama 6 hizo amezipata kwake Chelsea, magoli 1-0. Goli 1-0, goli ambalo liweza kutoa kimiani na kijamaa walio ule jamaa ambaye anapenda lipala, jamaa madansi Wite Cunha. You think that United is doing it well? Dr. Raza. Aston Villa kapata ushindi wa magoli 4-3, mechi ambayo ilikuwa na magoli mengi sana. Everton akapata kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Liverpool, bao lilifungwa dakika za jioni. Vile vile katika mechi ya Aston Villa, goli la Aston Villa lilifungwa dakika za jioni. Forest akapata ushindi mkubwa wa magoli 4-1 dhidi ya Burnley. Manchester City ilivyokujuza walipata ushindi, alafu Leeds United dhidi ya Wolves akapata ushindi Leeds akiwa nyumbani. Tottenham Hotspur akatoka sara magoli 2-2. Masaibu ya Tottenham Hotspur bado yanaendelea kudidimia. Newcastle United kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Bournemouth. Brentford wakatoka sare ya kutofungana. Anaongoza ligi ile Arsenal kwa alama 70, nafasi ya pili Manchester City kwa alama 67, alama 3 tu peke yake, 3 points. Hivi sasa ni alama 3. Hiyo ni mechi moja peke yake. Ilikuwa atakuwa anacheza Arsenal, ametokwa. Kwa hivyo kinachoonyesha hapa sasa Arsenal mechi zilizosalia lazima akapata ushindi mechi zote ili aweze kujiweka mahali sawa. Na kama ataanguka Arsenal, ya muombe njaa Manchester City. Lakini for now, kuanzia hivi sasa kwa Arsenal kubeba lile taji lazima akapate ushindi mfululizo hapa kwa hapa, ndio mwisho wa siku aweze kulitoa lile taji katika mechi zilizosalia. Kazi ipo kwa Manchester, kazi ipo sana kwa Arsenal. Nafasi ya 3 ni Manchester United kwa alama 58. Fuatiwa kwa karibu sana na Aston Villa kwa alama 58. 5 bora anafunga Liverpool kwa alama 55. Alafu hapana burura mkia hawa mwite Burnley vile vile yuko pale. Forest wajua afanye nini, wanaona kiliondokea ile taji, manake pia Spurs wako pale. Ule kwingine PSG waliangushwa magoli 2-1, mechi ambayo wengi walilia sana, wawekezaji waliumia sana, nikiwemo 2-1. Buka PSG anaongoza ligi ile, mwisho wa siku akaweza kuangushwa na ule mwana Lyon. Katika matokeo yote ya weekendi, mechi ipi ambayo ilikushangaza sana? Nani ambaye alichoma beti ya kwako? Kwenye comment section video itakuwa inafana. Mimi ni mtoto wa mama, kijana wa Nyore, kijana ya Luanda. Mengi zaidi tutazungumza katika gaya la spoti. Mimi ni mtoto wa mama John Anthony Rao, na hii ni 88.4. Sibonyeza kidude.